vyombo vya habari ili wenzetu nazo waliochaguliwa waingie ofisini kwa utulivu badala ile joto ambalo tulikuwa nalo Desemba na Januari. Kwa hiyo baada ya kimya kirefu miezi karibuni hapa tumeona kilichokuwa kinajitokeza, kilitulazimu sasa wengine turudi kazini. Kilitulazimu wengine turudi kazini katika moja kuonesha tuko upande wa chama. Kuna hali ambayo ilikuwa inaendelea, ukimya ule ungeweza kutafsirika kwamba tumenuna au tumesusia kazi za chama au tumejiondoa Chadema. Kwa hiyo ilazimika turudi. Kwa leo nao furaha kwa majukumu ya kichama kabisa kurudi kwenye vyombo vya habari, lakini nikianza na jambo kubwa kabisa hili ambalo linaendelea sasa hivi, ambalo ninaamini litasaidia kila Mtanzania na kila mwananchi kujua kinachoendelea, na hata mtu anapofanya maamuzi afanye maamuzi kwa akili yake mwenyewe bila kusema nadhania. Sasa huwezi kudhania, na sisi tupo. Lakini nianze na historia. Wote nchi nzima inafahamu kwamba tulikuwa na uchaguzi, na uchaguzi ule ulikuwa ni uchaguzi wa kihistoria ambao nchi nzima ilisimama ikiwa inaangalia uchaguzi wa Chadema. Hata CCM walikuwa na mambo yao kule Dodoma, kipindi kile hamna mtu alikuwa anaangalia CCM Dodoma anafanya nini. Macho ya wananchi dunia nzima yalikuwa Chadema. Na chaguzi zile kwa njia moja, kama vile kupo kwenye mechi au kwenye jambo lingine lolote la vita, amlaga vita isiokuwa na majeruhi. Kwa hiyo kwenye chaguzi ile kwa namna moja au nyingine iliisha, lakini kwa sababu ya vishindo kuna wengine walijeruhiwa na kuna wengine waliumizwa. Na semi pande moja, hatuwezi kusema sisi watu wa upande wa Mbowe tulitukanwa sana, na sisi tulikuwa na watu wetu nao walitukana sana. Sasa katika uchaguzi ule mimi nilipata bahati. Nasema ni bahati kwa sababu moja, kuaminiwa, nilikuwa mwenyekiti wa kampeni za Mheshimiwa Mbowe. Kwa hiyo angalau kila utaratibu wa kampeni ya Mheshimiwa Mbowe inaendelea nilikuwa najua. Lakini jambo kubwa ambalo kwa ujasiri, pamoja mpaka nakuja hapa hata sijaongea na Mheshimiwa Mbowe, lakini kwa kukaa na mtu kiwa mfuasi wa Yesu, unajua Yesu atakanisi, ndio? Kama Mbowe angetutaka uchaguzi ule tuhakikishe chama kinakufa, kipindi cha uchaguzi angenipa mimi maagizo yao kingekufa kipindi kile kile. Lakini kwa kipindi kile, kwa maelekezo yake, kwa namna ambavyo alikuwa anatusimamia tufanye kampeni kistaarabu, kauli zake zote alikuwa anasema kwanza tukilinde chama. Wapo wengine hapa nilikuwa nao kwenye timu ile ndogo kabisa ya kampeni ya Mheshimiwa Mbowe kama kina Lumola watakumbuka. Kila jambo mnalolifanya lazima aliverify, anauliza ili halina athari kwa chama. Tafsiri yake ni mtu ambaye pamoja na mambo yote alikuwa ametanguliza maslahi ya chama mbele. Sasa na mimi ukiniuliza kati ya leo na kipindi cha Januari na Desemba, muda mzuri wa kuvunja Chadema na kuiua Chadema muda gani? Mimi nitasema kipindi cha uchaguzi. Lakini kama kuna baadhi ya wenzetu walikuwa wanafanya interview za mashakulizi, wachache wanajua, tukaangalia kwenye TV, tukaona sio kwenye TV, na rafiki yetu mmoja tulikuwa naye kwenye kampeni, tulifungua Twitter, watu wakatutumia haya, ingieni Twitter, tukaingia, akachia makombora kweli kweli dhidi ya Lissu. Sisi vijana tulikuwa tushatoka, ilikuwa sio muda wa kampeni, tuko mtaani. Simu ya kwanza tupigia ni mwenyekiti Mbowe. Alifoka sana. Kwanza akamtaka huyo mtu afute, pili aombe radhi kile alichokiandika. Na yule mtu tulikuwa tuko naye, tukampigia sisi, bwana kimenuka huku. Mzee anasema futa
hilo jambo lako, lakini pili rudi hapo hapo omba radhi. Sasa kabidi hata sisi tunaanza kumwombea kwake, bwana hamna shida, ataelewa tu, labda hakujua hili jambo. Naeleza hili ili ujue pamoja na mapambano yote tuko tunayoona nje, thamani ya huyo mtu anapoona hata kwamba mwenzangu huyu tunashambuliana naye, hii imevuka mipaka, anamgombeza mtu wake, sio anamwambia ongeza dozi, anamgombeza mtu wake kwamba futa, lakini vile vile aende kwenye ukurasa aombe radhi. Lakini mfano wa pili, kuna mwenzetu mwingine tena kwenye upande wetu alienda kwenye TV kaongea mambo mengi sana. Siku hiyo tukakutana na mzee akaweka utaratibu mtu asiende kumuongelea wala kupiga kampeni bila ruhusa yake, kwa sababu kuna mengine anaongelewa sio ya kwake. Kwa nini? Mtu huyo alizidisha mashambulizi na akasema kabisa hii imevuka mipaka. Yeye aliamini kwenye kushindana kwa hoja na aliamini kabisa katika kutofautiana kimawazo, lakini hakuamini kwamba uchaguzi ule ndio uwe sababu ya kuondoleana utu kabisa, watu wamalizane uchaguzi wasalimiane, na kwamba tuwe tayari kuliko mtu ashindwe, tuwe tayari kwa chama kivunjike. Haikuwa hivyo. Na mimi nasema baada ya uchaguzi ule tumekaa naye muda ule, tumejifunza mambo mengi sana kupitia kwa Mheshimiwa Mbowe. Tofauti na dunia inavyochukulia huko kwamba bwana Mbowe kafanya hivi, hapana. Mpaka tunakaribia kufanya uchaguzi wa mwisho, panatokea rapsha za vijana Bavicha, palitokea rapsha ya Bawacha. Msimamo wa Mheshimiwa Mbowe tunaufahamu, ambao tulikuwa upande wake. Ilikuwa ni kukemea, kuzuia na kufoka pale ambapo anaona chama kinaenda kutolewa dosari. Mpaka tukamwambia muda mwingine, mzee, muda wako wa kampeni, tunakaa kwenye vikao vya kampeni, Mbowe hayupo, yupo Mlimani City na mkutano. Tuko kwenye vikao vya kampeni, yuko mkutano, yuko makao makuu na kina katibu mkuu wanaandaa ratiba mikutano, tumpate. Siku moja mimi nikamwambia, mzee, uko busy sana na maandalizi ya mkutano mkuu, sasa kama timu ya upinzani ya pili wenzetu wako hivyo, wewe asubuhi mchana huku tuna kampeni, kwa nini tusifocus kwetu? Akisema sasa chama ndio hicho, mimi bado iko mkononi mwangu, namwachia nani hizo shughuli? Moja ni lazima pamoja na mambo yetu, watu wakienda Mlimani City dunia ijue Chadema ni nini. Nataka watu wakiingia Chadema wakute imependeza pale Mlimani City, itifaki imepangwa vizuri, utaratibu uko vizuri. Mimi kiwa hivyo ndo nakuwa proud kwamba chama changu kimeonekana, visibility. Kwa mimi sasa lazima nihakikishe kama ni mapambo yameenda, pamepangwa vizuri, kuanzia ukumbi huu alikuwa anatumia hapa baadhi ya mabaraza. Mtu huyo alikuwa anafanya hivyo, anajijima hata muda wake yeye wa kupambana kwenye vita zake na kukaa kupanga vita au kwa maana kampeni zake dhidi ya wapinzani wake. Muda mwingi alitumia kwenye kutengeneza hiyo branding ya chama kama alivyosema. Na mimi nikawa namtania, mzee bana, wewe ukumbi unavyopamba sana, unaacha kampeni zako, angalia sijakaa unaandaa send off yako. Tukawa tunacheka tutaniana. Sema hapo tena, lakini chama kitakuwa kimefanikiwa. Watu wanataniana vizuri kwa upendo. Sasa mtu mwenye mtazamo huo na mwenye haiba hiyo hakuwahi kuwa katika upande wa kwamba chama kivunjike ili mmoja apate na nikikosa bala chama chenyewe kisiwepo. Lakini si hilo. Niwape experience ya tarehe 21. Ambao mimi nimefika pale pamoja na kuwa mwenyekiti wa kampeni, fika pale Mheshimiwa Mbowe, sikuongea naye, lakini aliniteua kuwa msimamizi wa kura zake. Tunaenda pale mbele pale, tunahesabu zile kura. Lema analeta ujanja pale, na mimi nikatumia ujanja za kwangu na zijaza hivi kumtisha. Lakini kila mtu akawa ana uhakika na ushindi wake. Yeye anazikandamiza kwamba ziko nyingi na mimi nazijaza, lakini tunataniana. Hii ngoma ikoje? Sasa kumbe waliokuwa kwenye TV kuna tabia walikuwa wanahesabu kwa YouTube zile kula mtu anapopewa wanahesabu. Kwa hiyo walikuwa nakaribia mwisho, watu wachache wakawashajua nani kashinda nani kashindwa. Kwa hiyo nimegeuka nimekuta karibuni watu timu yetu wote wametoka wako VIP. Nimerudi pale tayari tushajua kwamba Mheshimiwa Lema kura zake ni nyingi, kwa maana kura za Lissu. Tumerudi na kwa minajili ile kwamba chama kwanza kwa mazingira haya. Tumerudi pale tumeambiwa tusubiri matokeo yatotoka rasmi.
Nikaanza kuona wengine washajua mndana wanashangilia wanaongea. Nikaona kama sababu ya kubaki ukumbini nitoke nende kumwambia mwenyekiti wangu kwamba bwana matokeo yako 1-2-3. Kwa hiyo nilimkuta VIP na watu wengi sana na wakumbuka kwa majina. Wengi wakiwa wanalia na waliokuwa wanalia pale kwa sababu walikuwa ni hasira. Wengine walikuwa wanajiapiza siku ile tutafute chama tuhame. Wengine wanajiapiza kujiuzuru nafasi zao. Nilipoingia mwenyekiti mkuta yuko calm, ni mtu pekee ambaye alikuwa pale ananiambia mnalia nini? Jambo la kawaida, kuna shida gani?